Asanteni kwa maombi. Asante sana Sister Belinda kwa kuniombea, kwa kuombea kipindi. Na washukuru nyote kwa maombi. Namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kunipa kibali tena kushia neno la Mungu na nyie wateule wa Mungu. Na leo tunaenda kufanya Samueli wa kwanza chapter ya 11. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Sister Anna aliyetuongoza chapter ya 10 last week and the week before. Mungu akubariki. Sasa leo tunaenda kufanya chapter ya 11, lakini kabla tujaendelea, tukiangalia angalizo la chapter ya 10, chapter ya 10 tuliona kwamba Mungu anathibitisha wazi uchaguzi wa Sauli kuwa mfalme kupitia Samueli, na Sauli alipewa ishara ya kinabii zilizothibitisha wito wake, na Roho wa Bwana akamshukia kwa nguvu, akambadilisha kuwa mtu mwingine. Na hili tufundisha au ilituonyesha kwamba Mungu umwezesha anayemuita, si kwa uwezo wa kibinadamu bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na wakati Sauli ametangazwa, tulijifunza kwamba tuliona tunaona anajificha kwa hofu ya udhaifu wa kibinadamu tu, anajificha. Lakini hata hivyo Mungu baada alimleta mbele ya watu, ikawa inatufundisha kwamba kusudi la Mungu alithibitishwi na udhaifu wa mwanadamu, alibatilishwa na udhaifu wa mwanadamu, amini. Na hata hivyo baada ya Sauli kuchaguliwa, tuliona watu wengi walimpinga, watu wengi hawakuamini kwamba angekuwa kiongozi wao au kuwa mfalme. Baadhi yao walimdharau, unaona, wakaona kwamba hawezi kuwaongoza. Lakini tunaona Sauli ananyamaza, hakujibu, akakaa kimya, akaonyesha unyenyekevu. Na huku Mungu alikuwa anaandaa uthibitisho wake wa wito wake kupitia matendo makuu ambayo aliyafanya katika hii chapter ya 11 tunaenda kuiangalia leo. Haleluya. Na chapter ya 10 na mwangu kwangu au kwa chapter ya 11 nimeigawa katika mafungu mawili. Tutaangalia sehemu ya kwanza ambapo tutaona mstari wa kwanza mpaka wa 7 ni tishio la adui na kilio cha watu. Tutaangalia sehemu ya pili pia mstari wa 8 mpaka wa 15, ushindi wa Mungu na uthibitisho wa ufalme. Haleluya. Mtumishi, naomba karibu nisome mstari wa kwanza mpaka wa 7, mtumishi. Amen. Nitasoma Samuel wa kwanza mlango wa 11 mstari wa kwanza mpaka wa 7 kama ilivyoandikwa. Ikawa kama baada ya mwezi mmoja, Nahashi Mwamoni akakwea na kupanga marago juu ya Yabeshi Gileadi, na watu wote wa Yabeshi wakamwambia Nahashi, fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia. Huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hii mimi nitapatana nanyi, kila mtu ang'olewe jicho la kuume, na kwa jambo hilo nitawashutumu Israeli wote pia. Mstari wa 3, basi wazee wa Yabeshi wakamjibu, tuachie siku 7 ili tutume wajumbe waende mipakani mote mwa Israeli, kisha ikiwa hakuna atakayetuokoa tutakutokea. Hivyo wajumbe wakafika Gibea ya Sauli, wakasema maneno hayo masikioni mwa watu, na watu wote wakainua sauti zao wakalia. Na tazama, Sauli akaja akifuata ng'ombe kutoka kondeni, naye Sauli akauliza, watu hawa wana nini hata wakalia? Wakamwambia maneno ya watu wale wa Yabeshi. Na roho ya Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu hapo waliposikia maneno yale, na hasira yake ikawaka sana. Naye akatwaa jozi ya ng'ombe, akawakatakata vipande, kisha akavipeleka vile vipande mipakani mote mwa Israeli kwa mikono ya wajumbe, kusema, yoyote asiyetoka nyuma ya Sauli na Samueli, ng'ombe zake watatendwa hivi hivi. Basi utisho wa Bwana ukawaangukia wale watu, wakatoka kama mtu mmoja. Amen. Karibu mtumishi. Amen. Amen. Asante mtumishi. Mstari wa kwanza mpaka wa 7 kwako moderator. Jamani, asanteni kama kawaida. Hii ni Bible study. Naomba kila aliye na kusema anyoshe mkono. Naomba mnisamehe na wageni. Naomba tunyanyue mikono.
Ah, Bishop sioni mkono, naomba uendelee. Asante moderator. Bwana Yesu Kuna mtu asifiwe. Sorry, okay. nimenyosha mara moja hapo sasa hivi. Bishop, naomba uendelee. Amina, asante. Wakati ninasoma hiki kitabu cha hapa kwenye mstari wa pili, kwenye huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hii mimi nitapatana nanyi, kila mtu ang'olewe jicho la kuume. Nikawa ninawaza kwa nini amechagua jicho la kuume? Kwa nini hakusema jicho la kushoto? Kwa nini la kuume? So wakati naendelea kutafakari nikawa nimekumbuka kitu. Kwanza there was a time nilipataga shida fulani ya macho kama conjunctivitis tu, hizi red eyes za kawaida, lakini I don't know whatever was happening that time, almost at that time of COVID, kulikuwa kuna conjunctivitis fulani ilikuwa mbaya sana inaendelea Tanzania, nilipataga. And then hilo jicho moja ambalo lilipata like severe infection. I remember kuna siku nilienda nikaangaliwa, wakaniambia nifunge nitumie jicho moja tu. Kwa hiyo waliniwekea zile eye patch zile za usoni, nikafungwa ili niweze kutumia jicho moja tu. Na nakumbuka sikumbuki siku ngapi nilifungwa, lakini it was for some time. Kwa hiyo nakumbuka hata kuendesha gari ilikuwa kazi kweli kwa mtu ambaye amezoea kutumia macho mawili. Sasa nikakumbuka kitu, mimi ni daktari by profession. Mungu ametupa macho mawili for a reason. Hakutupa just for kuwa na labda cosmetics nzuri tukaonekana tuko balanced kwenye uso, even though that is also one of the reasons jicho moja singekuwa. So kitu kimoja ambacho tumepewa kupitia macho ni kwamba jicho la upande wa kushoto lina uwezo wa kuona only to a certain extent, lakini kwa kiasi kikubwa, especially on the side, kwenye field vision tunaita, inakuwa ina cover zaidi kwenye upande ambao jicho lipo. Kwa hiyo kama la kushoto linakuwa na field vision zaidi nzuri, wide ya kushoto zaidi kuliko upande wa kulia, and the same kwa jicho la kulia. Kwa hiyo macho yakishakuwa yote mawili yanapeana, unapata ile like almost 180 vision. Kwa hiyo unaona mbele vizuri, lakini unaweza kuona na pembeni yako for almost like kama unachora hivi almost 180 degrees, you can see everything huku bila kuhitaji kutana. Kwa hata kama kuna slight movement inatokea on either side, you can easily detect it. Wakati kama ile upande mmoja halifanyi kazi, kama limefungwa hivi, kukitokea movement yoyote upande wa huku, you cannot see it. You can try that and see. Kwa hiyo macho yanakuwa yanasaidiana, huyu mmoja anachukua upande wa huku, huyu mmoja anachukua upande wa huku, yanakutana katikati, and then yanapeleka ile message kwenye brain ina cover yote kwa pamoja, inakupa wewe what we call a 3D vision. Ukiwa una jicho moja hauwezi kupata hiyo, unakuwa una what we call just a monocular vision instead of your binocular. Kwa sasa kwa huyu kutaka wale watu watolewe jicho moja, alikuwa anawapunguzia ile ability ya wao kuweza, ambacho hicho ni kitu kizuri kikubwa zaidi wakati mtu anaenda kupigana. Ukumbuke enzi hizo watu walikuwa wanapigana uso kwa uso, sio kwamba wewe mwingine huko sijui wapi umerusha kitu gani kimeenda kule, no, lazima mkutane face to face. Kwa hiyo ukishanyimwa jicho moja, ina maana automatically umeshapunguziwa kitu kikubwa sana in your ability to fight. Kwa hiyo ina maana hawa watu wangekuwa siku zote kama wanaenda kupigana na huyu mtu, kwanza wameshakuwa mateka wake, hata rebels mmoja waweze kupigana naye, hata ability ya sasa hivi percent already, na walikuwa wanatumia mishale sijui mikuki nini. Sasa kwa mtu ambaye ni archery, ili kuweza kutengeneza ile projection vizuri, unahitaji macho mawili kuweza kucalculate kama nikiachia, na ukumbuke wengine bado utafunga jicho moja ili kutumia ile lingine ili uweze kufikiria ile projection unayotakiwa kuitengeneza au kitu kama hicho. Kwa hiyo sasa unajikuta ukiwa na jicho moja, you cannot say ngoja nifunge ili lingine liweze kuona vizuri, kwa sababu then you become totally blind. Kwa hiyo tayari alikuwa anawapunguzia the ability to fight.
kwa kuwanyima jicho moja. Na specifically watu wengi kwa sababu ya right handed unajikuta ukilifunga, kama unahitaji kufunga jicho moja, you close the left one ili uweze kulitumia la kulia. Kwa hiyo alikuwa yuko tactically anafanya kwa ajili ya kuwa nani hivi. Then nikawa nakumbuka kwanza wakati naendelea hivyo nikawa nakumbuka kwamba pia macho, Mungu ametupa macho kama an important part of our being, kwa sababu hata tunapo Paulo alipokuwa anatuambia kwa macho yetu yatiwe nuru. Kwa hiyo ni kitu ambacho Mungu amekiweka specifically. Okay, tuna macho ya mwilini, lakini kuna macho ya rohoni ambayo Mungu anataka yatiwe nuru. Ukisoma Mathayo 6 kuanzia ule mstari wa 22, Mungu alikuwa anazungumza kitu pale, akasema kwamba jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unakuwa na nuru. Na kama mwili unakuwa na nuru, ina maana ukiwa gizani utafambo. Kwa hiyo kama mwili ukiwa na nuru, ina maana then ni rahisi sasa kutambua hiki kiko wapi, hiki kiko wapi. Kwa hiyo macho yanapewa nuru na kitu gani? Kuweza kufanya mwili wetu wote ukawa na jicho litakuwaje safi ili kuweza kufanywa mwili wetu wote ukawa na nuru, kwa sababu neno la Mungu linatuambia sisi tunatakaswa na neno la Mungu. Tutakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. So nikawa nasikia ndani yangu kwamba hata sasa, kwa mfano, shetani akitaka kutuweza, anatoa ile nuru, anataka kutoa nuru iliyoko ndani yetu, ambayo ina maana ataharibu macho yetu. Ataharibuje macho yetu? Anatupunguzia desire ya kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo tukikosa ile desire ya kusoma neno la Mungu, mwili wetu unakuwa automatically hauna nuru. Na anatuambia kama jicho lako likiwa na giza, mwili wako utakosa nuru. Sio giza hilo, ina maana we will be totally blind. Hatutakuwa tunaweza kuona hatari za yule mwovu. Kuna depth ya perception ya hatari hatutaiona, kwa sababu hatuwezi kucalculate. You cannot pray effectively kwa sababu huna perception inayotakiwa kuweza kuona kwamba hiki kitu tunatakiwa kuomba. Na hata utakaposema uombe, kama huna neno la kutosha, for example, ina maana kuna vitu ambavyo utataka kuviombea, lakini you will not have the appropriate word to stand with, ya kusema kwamba Mungu alishaahidi hiki kitu, alisema hiki, kwa hiyo niweze kusimama katika neno hili. Mimi nangoja niache. Basi karibu Rebecca, uendelee. Umejimute. Rebecca, endelea, tatukusikia. Shetani na shida leo. Ni Rebecca mrudi. Bwana Yesu asifiwe. Samahani, nilikuwa na ilikuwa internet inazunguruka tu, sijawasikia. Amen. Mimi mchango wangu ulikuwa hapo kwenye mstari wa kwanza na wa pili, ambapo huyu Nahashi anasema alikwea akaenda kupanga marago juu ya Yabeshi na Gileadi. Hawa watu wa Yabeshi ndio ambao walitaka kufanya mapatano na adui. Na mimi hii inanishangaza sana kwamba ni mara ngapi na sisi badala ya kufanya mapatano na Mungu, kwa sababu wote tunajua hao wana wa Israeli tokea mwanzo wameshamkosea Mungu kwa kutaka mfalme. Sasa imefika mahali ambapo they have a chance, kuna adui ameinuka kwao, they have a chance kwenda mbele za Mungu na kusema Mungu tumekosa. Maki sasa hata mfalme mwenyewe bado walikuwa bado wako half, bado hawajamtaka hivyo, lakini bado unawaona kwamba badala ya kufanya mapatano na Mungu wanaenda kufanya mapatano na adui. Lakini kingine ambacho kimenigusa ni kwamba walivyokubali, yule jamaa akasema haina shida, mimi nitafanya mapatano na nyinyi, lakini nitawashutumu Waisraeli wote pia. Umeona jinsi ambavyo one person, one decision can cause a bigger and greater harm kwa wengine au kwetu sisi, kwa kusema tu it's just this one, ngoja tu nifanye hivi. Au mtu unasema nifanye hivi, inaharibu familia yako, inaharibu kanisa.
Yani kitu kidogo tu ambacho mtu anaweza kakidharau akaona what is it, patakuwa na amani nikishafanya naye mapatano. Lakini tunasahau kama sister Sister Belinda alivyokuwa anaelezea, kitu ambacho nimekipata kikubwa ni kwamba sometimes we don't know the impact ambayo, yani kwamba yule adui anavyokuja ndo tunaambiwa kwamba anakuja kama vile ni malaika wa nuru, lakini kuna giza ndani yake, na ile giza saa nyingine tunaweza tukaona ni dogo, lakini linapokuja ikawa reality, ndio ambapo sasa tunakuta kwamba tumeshaenda mbali zaidi na Mungu badala ya kutengeneza na Mungu. Ngoja mimi niishie hapo kwa sababu ya muda. Mungu awabariki. Amina, amina, ubarikiwe. Kuna mwingine ambaye anataka kuongea, labda alikuwa anaendelea kutafakari kabla sijampa Victoria endelee? Basi karibu mtumishi, uendelee. Asanteni sana kwa michango yenu, na mimi ninayo machache tu ya kuongezea hapo mlipoishia. Nikiangalia mstari wa kwanza anasema, ikawa kama baada ya mwezi mmoja, Nahashi Mwamoni akakwea na kupanga marago juu ya Yabeshi Gileadi. Na watu wote wa Yabeshi wakamwambia Nahashi, fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia. Sasa kitu cha kwanza nimeangalia katika mstari, namwangalia huyu Nahashi Mwamoni alikuwa ni nani? Huyu Nahashi alikuwa ni mfalme wa Waamoni, taifa la kipagani lililokuwa adui wa muda mrefu na watu wa Israeli. Hao watu tulivyosoma kitabu cha Genesis, nafikiri mnakumbuka, walitokana na mabinti wawili wa Lutu. Waamoni walitokana na Lutu kupitia uhusiano wa dhambi na binti yake. Asili hii iliweka msingi wa mgogoro mkubwa tu wa kudumu kati ya Waamoni na watu wa Mungu. Tunawasoma hawa katika Mwanzo 19. Ukienda Mwanzo 19 mstari wa 36 anasema, basi hao mabinti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamuita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabu hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana, akamuita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Amoni hata leo. Pamoja na kitendo kilichofanyika hapa, hao watu ni kama uzao wao ulilaaniwa. Mungu aliwalaani kabisa. Tukisoma katika Kumbukumbu la Torati mstari wa 23, sura 23 mstari wa 2 na 3, anasema, mwana wa haramu asiingie katika mkutano wa Bwana, hata kizazi cha 10 asiingie aliye wake katika mkutano wa Bwana. Mstari wa 3 anasema, Mwamoni wala Moabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Ni kutokana na dhambi walioifanya, walikuwa wametengwa wasipatane na watu wa Mungu. Haleluya. Lakini pia tukiendelea mbele, tukiangalia walikuwa wanabishana na nani? Walikuwa wanabishana na watu wa Yabeshi Gileadi. Tunaona hapo maneno ya Mungu yanatuambia kwamba Nahashi Mwamoni akakwea na kupanga marago juu ya Yabeshi Gileadi. Nimeweka hii ramani kuonyesha hawa kina Yabeshi Gileadi walitoka wapi. Hii ramani niliyoiweka hapa inaonyesha makabila 12 ya Israeli. Unaona kina Manesa, Ephraim, Benjamin, Dan, wote hawa ni makabila 12 ya Israeli. Sasa hawa Yabeshi Gileadi walitokana na nani? Walitoka katika kabila la Gad. Hapa nilipoweka kasangwe, kabila la Gad. Gadi ilikuwa ndo kama kabila ndo kubwa, yani kabila kutoka Gadi. Hii Gileadi ilikuwa kama ni kimkoa chini ya hii kabila la Gadi, na Yabeshi Gileadi ilikuwa ni mji ndani ya hiyo Gileadi. Na upande wao kushoto, ukiangalia huko kushoto kwangu hapa kuna mto wa Jordan ulikuwa unawatenganisha na kabila la Manase. Lakini kulia, ukija huku chini kulia, kulikuwa na mto wa Jabok ambao ulikuwa unawatenganisha na hao maadui zao kina Waamoni hapa upande wa kulia. Haleluya. Lakini tukiendelea mbele katika huo mstari, tunaona hao watu wa Yabeshi wanamwambia Nahashi kwamba fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia, kama watumishi walivyoongea waliotangulia. Ninaangalia hapa tofauti. Hao watu wa Yabeshi walimjua Mungu na walijua thamani ya heshima, haki na wokovu wa Bwana. Lakini Nahashi Mwamoni hakuwa na Mungu, alikuwa ni adui wa watu wa Mungu. Kama tulivyosoma huko nyuma kwenye historia katika Kumbukumbu la Torati, walikuwa wamelaaniwa wasikaribia hata na watu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hao watu wawili
they had nothing in common. Unaona, hawa hawakuwa na kitu chochote cha pamoja kiroho au kimaadili, na maneno ya Mungu yanatuambia katika Amos 3:3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Unaona, haya ni mapatano yasiyokuwa ya haki. Na tatizo la mapatano yasiyokuwa na haki, watu wa Yabeshi walijisalimisha kwa Nahashi kwa sababu walikuwa na hofu. Hatimaye walitaka suluhisho la kidunia tu, kwamba hata kama ingewakosti kitu chochote, wenyewe walikuwa wajali, ili mradi wapate hiyo suluhisho. Unajua, hata kama ingewakosti haki yao, utu wao, walikuwa wajali. Na hii kiroho inatufundisha nini, mimi na wewe? Hii ni mfano wa mwanadamu. Unajua, tunapokuwa tunapitia mambo magumu, huwa tunajaribu kutafuta amani na maadui wa Mungu, unajua, kwa njia zisizo za haki. Haleluya! Badala ya kumtegemea Mungu mwenyewe, badala ya kutegemea wokovu wa Bwana, tunategemea tu njia zetu, tunafanya mambo huku kona kona, ili mradi tumepita. Lakini Mungu akatusaidie. Maneno ya Mungu yanasema katika Zaburi ya 118 mstari wa 8, anasema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kumtumainia mwanadamu. Ukienda mstari wa 9 anasema kuliko kuwatumainia wakuu. Sometimes tunapokuwa desperate tunafanya tu njia zetu, lakini Mungu akatusaidie tuendelee kumtumainia yeye. Anasema katika Mithali 3 mstari wa 5, anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usisitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mungu akatusaidie sana tuendelee kumtumaini yeye. Haleluya. Tukienda katika bado niko katika mstari huo wa kwanza. Tunaona hao wanasema fanya mapatano nasi na sisi tutakutumikia. Na ninaangalia haya ni mashambulizi ya adui. Haleluya. Lakini kitu ninachotaka kuongelea hapa, sometimes mimi najiuliza, adui akitushambulia sisi tunashindaje? Unaona, tunashindaje? Tunatakiwa tumshinde adui kwa neno la Mungu. Unaona, sometimes unajua ukishambuliwa watu wengine watakwambia adui amekuijia kwa sababu ulikuwa hujasimama sawa na Mungu. Na mimi nasema hapana, sio siku zote. Siku zingine unakuwa so strong, umefunga na kuomba, na hapo ndo adui anakuja. Na ninaupata mfano huu baada ya mfungo wa siku 40. Tunamuona Bwana Yesu akijaribiwa pia. Lakini alishindaje? That's the main thing. Alishindaje? Kwa neno la Mungu. Unaona, tukisoma Mathayo 4 mstari wa 3 na kuendelea, tunamuona shetani anamjaribu Bwana Yesu. Anasema kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza haya mawe yakawe mkate. Tunaangalia mstari wa 4 wa kitabu cha Mathayo 4, anasema Bwana Yesu akajibu akasema, imeandikwa, mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Lakini shetani haishii pale, anaendelea, juu ya kinara cha hekalu jirushe. Mstari wa 7, kitabu hicho cha Mathayo 4 mstari wa 7, Yesu anajibu. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Umeelewa? Lakini tukiendelea, huyu shetani naye anakuwa anajua neno. Lakini sisi tunakiwa tuyajue maneno ya Mungu ili kumshinda. Haleluya. Tukienda hajaacha, baada anaendelea kusema kwamba miliki zote za ulimwengu nitakupatia kama ukianguka chini na kunisujudia. Lakini Bwana Yesu anamwambia shetani kwamba kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Siku zote ndo maana neno la Mungu linasema maneno ya Mungu yakajae mioyoni mwetu. Wakati shetani anapotuijia, tujue jinsi ya kumpush away kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu akatusaidia hayo maneno tukayatafakari na tukayajue na tukajua ukuu wa Mungu ili tuweze kumshinda shetani. Haleluya. Lakini tukiendelea mstari wa pili anasema, huyo Nahashi Mwamoni akawaambia, kwa sharti hii mimi nitapatana nanyi, kila mtu angolewe jicho lake la kuume, na kwa jambo hilo nitawashutumu Waisraeli wote. Watumishi wameongea hapa kuhusu jicho la kuume. Unaona, naangalia huyu Nahashi Mwamoni. Kwanza kule nilipokuwa namsema Nahashi, ni hapa ilibidi niongeze hii point, kwa sababu nilipokuwa namsoma huyu Nahashi, watu wametafuta meaning ya that name Nahashi. Ni nyoka. Unaona, ni nyoka, is a serpent, ndio maana ya jina lake. Sasa huyu nyoka, huyu shetani mwenyewe aliwashambulia watu wa Yabeshi Gileadi, aliwapa masharti ya amani, lakini masharti hayo yalikuwa ya nini? Ya udhalilishaji, ni aibu, ni ya kuvunja nguvu zao, kama mtumishi alivyoongea. Unajua, katika vita kipindi kile, wakati wanapigana, what you do, una shield jicho la kushoto ili jicho lako la kulia litumike kushoot. Na watu wanaofanyaga silaha sasa hivi, uwezo ukatumia macho yote mawili. Angalia wakiwa wanafanya hilo zoezi la kushoot, hata kama sio physical shield,
hata kama akiwa anafanya tu bila kuweka kitu chochote kwenye jicho la kushoto, ni lazima ataminya jicho la kushoto ili la kulia ndio litumike kupiga silaha, si ndio? Sasa angalia kitu kama hicho. Kitu kama hicho kingewafanya hawa watu wote wamedhalilishwa. Unajua, ilikuwa ni muhimu askari kuwa na hilo jicho la kulia, lakini huyu anataka kuwaondolea hilo jicho ili liwafanye Waisraeli wawe dhaifu, sio kijeshi tu, hata kisaikolojia ingewaafect. Haleluya! Imagine watu wote, maaskari wote hawana macho ya kulia. Haleluya! Na hii tunaiona hata sisi wenyewe, adui hutaka kutudhalilisha kabla ya kutuangamiza, si ndio? Na Ashi huyu hakutaka tu kuwashinda Waisraeli, bali alitaka kuwadhalilisha na kuwavunja utu wao. Unaona, shetani mara nyingi, kama watumishi walivyoongea, shetani mara nyingi huanza kwa aibu, fedhea na kuharibu heshima ili aweze kututawala. Tunasoma maneno ya Mungu katika Yohana 10:10, anasema mwivi haji ila bali aibe, achinje na kuharibu. Lakini kitu tunachokijua, Yesu Kristo mwenyewe alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Haleluya! Na maana nyingine kiroho pia, jicho linaashiria nini? Jicho linaashiria ufahamu, linaashiria maono, linaashiria mwanga. Unajua, adui huwa anataka Wakristo wapoteze maono ya kiroho, utambuzi wa kweli. Unajua, adui akitaka kukumaliza, tunasoma hii katika Mathayo 6:33, ni mstari ambao ulikuwa sijauweka, lakini Roho wa Mungu ananikumbusha. Huwa tunapenda kumeditate on to that scripture. Anasema, seek first the kingdom of God and his righteousness, and the rest of the things will be added unto you. The same thing adui anatumia kabisa hiyo strategy. Unajua, anajua. The other day nimemsikia mtumishi anasema, anajua adui akikufuata sio kwamba anataka nyumba yako, hataki mtoto wako, hataki pesa yako, hakuna anachotaka hapo. Anakutaka wewe na kile ulichokibeba, si ndio? You seek first the kingdom of God and his righteousness, na yeye ndio hicho anachokitaka. Hivi vingine vyote ni ziada. Akishakuondolea hiyo tu, unaona ni kwamba amekumaliza. Haleluya! Sasa tukiangalia hapa, ndio hiyo, anataka kuondoa maono ya kiroho, utambuzi wa kweli na uongo. Usipojua kweli na uongo, usipojua giza na nuru, umekwisha. Unajua, anataka tupoteze ujasiri wetu wa kupigana vita vya kiroho pia. Mtumishi amesema hii scripture katika Mathayo 6:22, maneno ya Mungu yanatuambia kwamba taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru, lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Na Mungu akatusaidie, especially macho yetu ya rohoni yakafunguliwe ili tuweze kujua njama na hila za shetani. Haleluya! Tukiendelea mbele, mstari huo wa pili, tunaangalia hayo masharti ya adui. Si haki, inakuwa ni mtego tu. Maanake Naashi alisema nitapatana nanyi, lakini kwa masharti ya kikatili. Unaona, hii ni mikataba ya dhambi, ni mikataba ya shetani. Inaonekana kama mtumishi alivyosema. Unajua, shetani anavyokuijia sio kwamba anakuja mimi am here kuja kukuataki. Hapana, inaonekana ni kitu kizuri. Unajua, nje it's gold, maneno ni matamu, kila kitu ni safi, lakini ukifungua ndani ni kumeoza. Haleluya! Lakini tunatakiwa tujue, unajua, tunatakiwa tujue shetani anapotuijia. Anasema katika Yohana 8:34, anasema Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Unajua, mtu yoyote anayejitambua, when you know who you are in Christ, ukishajitambua, watu wa Mungu, hatupaswi kukubali masharti ya udhalilishaji, masharti ya shetani. Haleluya! Hata ukiwa dhaifu, hata ikiwa imeshindikana, unajua, usikubali masharti ya adui, maana Mungu anaweza kuinua mtu yoyote akutetee. Mungu anaweza kuinua msaada wakati wowote. Unajua, hawezi kukuacha. Mungu ni Mungu wa rehema. Haleluya! Anasema katika Isaya 51:7, anasema nisikilizeni ninyi mjuayo haki, watu ambao mioyo yenu mna sheria yangu, msiogope matukano ya watu, wala msifadhaike kwa sababu ya dhiaka zao. Hizo ni dhiaka tu za shetani. Sometimes shetani anawezaga akachukua kitu kidogo akakiegeza great kuwa kinaonekana kikubwa, lakini hizo zote ni njama za shetani. Tuendelee kumwamini Mungu. Haleluya! Tukiendelea mstari huo wa pili, tunajiweka sisi, mtumishi wa Mungu anapendaga kusema, na sisi je, tunafiti wapi hapo katika mstari wa pili? Sasa maisha yetu ya leo, Naashi maisha yetu ya leo, Naashi anawakilisha dhambi, anawakilisha shetani, anawakilisha mifumo ya adui, hofu, aibu au shinikizo la maisha. Unajua, na kwetu sisi pia, Yabeshi wa Gileadi mara nyingi ni sisi wenyewe. Tunapokuwa dhaifu au tumebanwa, adui bado huwa anataka jicho letu la kulia.
Unaona, na hilo jicho la kulia kwetu sisi linaweza likasimamia nini? Linaweza kuwa kama nini? Ni maono yako ya maisha, ni dhamira yako safi, ni imani yako kama alivyoongea mtumishi, ni damu yako ya kiroho. Unavyokuwa unaendelea kumtafakari Bwana, unamtafuta usiku na mchana, maombi unayopiga, pao unayopiga usiku na mchana, lile neno la Mungu unalolisoma likakae ndani kwako, hicho ndo kitu ambacho adui anataka. Unajua, anataka kuondolee hicho, ndo jicho lako la kulia. Haleluya. Na mfano wa leo, kuna statement za Naashi. Unajua, hata sasa hivi utasikia tu statement za kila aina. Unajua, Naashi mfano wake utasikia maneno yanasemwa kwamba utafanikiwa tu kidogo ukikubali rushwa kidogo. Naashi huyo, unaona, anakuambia Naashi, usimwambie mke wako, usimwambie mme wako ukweli huu. Naashi huyo. Mimi nimemsikia Naashi sana katika maisha yangu toka nimeokoka. Unajua, ninavyoendelea kusonga mbele na wokovu, huyu Naashi anakuwa anakuja ananiongelesha, acha kanisa kidogo, maisha ni magumu, njoo huku tukuonyeshe, biashara imeenda wapi, ile imeenda huku, kwani wewe ulifanya kitu gani siku zote huko kanisani unaomba, kwani wewe Mungu ulimfanyia nini? Haya yote ni masharti ya Naashi, wapendwa. Unajua, ni masharti ya Naashi, lakini maneno ya Mungu yanatuambia katika Mithali 29 mstari wa 18, anasema pasipo maono watu wacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikae sheria ya Bwana. Ninaendelea kukuombea wewe na mimi tuendelee kusimama tukaishike sheria ya Bwana. Ninachoamini ushindi tunaupata au unakuja tunapokataa masharti ya adui. Haleluya. Tukatae masharti ya adui. Anasema katika 1 Corinthians 10:13, anasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye atawaacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Mungu ni mwaminifu, hata kutakuwepo na jaribu, lakini baada atafanya na mlango na utatokea. Haleluya. Tukiendelea mbele, mstari wa 3 anasema basi wazee wa Yabeshi wakamjibu, tuachie siku 7 ili tutume wajumbe waende mipakani mote wa Israeli, kisha ikiwa hakuna atakayetuokoa tutakutokea. Hawa wazee wanatoa muda wenyewe, wanasema wawachie siku 7. Unajua, nimeangalia hiyo namba 7 katika Biblia ni muda kamili wa Mungu, ni ukamilifu, ni mpango kamili wa Mungu, muda uliowekwa na Mungu. Tulisoma hiyo katika Mwanzo tulivyosoma Genesis kwamba hata siku ya 7 Mungu alivyomaliza kazi yake alistarehe siku ya 7. Haleluya. Lakini pia kabla ya kukata tamaa, kujisalimisha, hao wazee wa Yabeshi walimpa Mungu muda wake afanye kazi yake. Na hii kitu inanifundisha nini au imenifundisha nini? Kiongozi anayeongozwa na Mungu, unajua, unapokuwa na kitu unataka kufanya, maamuzi unayotaka kufanya, lazima umrudie Mungu. Unajua, sisi wapendwa ni watoto wa Mungu. Hakuna kitu ambacho tunafanya bila kumwendea yeye. Unajua, tunatakiwa tumwendee yeye. Na hapa naona yule kiongozi anayeongozwa na Mungu anatakiwa apause kwanza kumuuliza Mungu kabla ya uamuzi. Haleluya. Tunasoma maneno ya Mungu katika Yohana 5:19, anatuambia mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona babaye alitenda, kwa maana yote atendayo yeye ndiyo atendayo mwana vile vile. Haleluya. Tunatakiwa kupause na kumuuliza Mungu. Haleluya. Na siku hizi 7 zilikuwa ndani ya mpango wa Mungu, si nje ya mpango wake. Mungu ndo mwenye mamlaka ya juu, anazijua nyakati, anajua awamu, hatua na mabadiliko. Hakuna muda unaopita bila Mungu kujua au kitu ambacho kinaenda kufanyika asikiruhusu. Haleluya. Na hii siku ya 7 tunakiona siku 1 2 3 4 5 6 7 ni kipande tu kidogo cha muda, lakini katika majira ni mpango mkubwa wa Mungu. Na hizi siku 7 hazikumzuia Mungu, bali zilikuwa ni sehemu ya maandalizi na mabadiliko ambayo yalikuwa yanakuja. Haleluya. Tukiangalia katika Danieli 2:21 ndo anatuambia mambo ya nyakati, kwamba yeye ubadili majira na nyakati, uzuu wafalme na kuwakamilisha wafalme, uwapa hekima wenye hekima na uwapa wenye ufahamu maarifa. Huu ulikuwa ni mpango wa Mungu. Kuna kitu alikuwa anaenda kutenda, na hizo siku 7 ilikuwa ni ndani ya mpango wake. Haleluya. Ukiendelea mbele, mstari huo wa 3, kuna kitu waliongea hapo hao watu katika mstari wa 3 mwishoni, anasema ikiwa hakuna atakayetutokea, ikiwa hakuna atakayetuokoa tutakutokea. Hao wazee wa Yabeshi wanajibu, waliposema hakuna atakayetuokoa walikuwa wanamaanisha nini? Huu ni usemi wa ajabu sana. Hawakuwa wakisema kweli, bali ilikuwa ni hofu inaongea ndani kwao.
Walisahau kabisa matendo makuu ambayo Mungu aliwatendea hizo siku za awali. Unaona, walishasahau huyo mfalme waliyepewa ili awasaidie, si ndio? Sasa wanaanza kuongea kama hakuna atakayetuokoa. Wanasahau kabisa, wanamsahau Mungu wa mbinguni anayejua mwanzo na mwisho. Unajua, hii ilikuwa ni shida ya imani. Hata kwetu sisi hofu huwa inaweza kutufanya tukasahau uaminifu wa Mungu na mengi ambayo anakuwa ametutendea before. Mara nyingi tunapokuwa tunakumbwa na changamoto za maisha magumu ya kifedha au afya au uhusiano, tunaongea statement zile zile kwamba hakuna atakayetuokoa, lakini Mungu aendelee kutusaidia. Tunavyoendelea kumwamini yeye, aendelee kutusaidia. Maana wakati tunapitia magumu, tuwe tunakumbuka kwamba hapa tunapopita, God has done it before. He's the same yesterday, today and forevermore. Mungu ni Mungu ambaye habadiliki. Ahadi zake ni yes and amen. Tuendelee kukumbuka kwamba aliyetenda then atatenda hata sasa hivi. Unajua, kuna mtu aliongea maneno ya Mungu yanatuambia kuna mtu alihesabu, mtumishi alihesabu maneno ya kwamba usiogope, yameandikwa mara 365 katika Biblia. Kwa hiyo ukichukua lile neno, hata ukiongea mstari wa usiogope once a day, itakufanya uende mpaka mwisho wa mwaka unaongea hiyo. Hizo ni ahadi za Mungu. Anasema katika Isaya 41:10, anasema usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Unaona, na kuna mstari ambao naupendaga, mtumishi mwalimu wangu siku zote akifundisha mahali popote anapoenda lazima aseme huu mstari. Ni maneno ya imani, ni maneno ambayo yanatutia nguvu. Yeremia 29:11 anasema, maana nayajua mawazo yenu ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya imani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Na Mungu atusaidie tuweze kuendelea kumtegemea yeye. Haleluya. Tukienda mstari wa 4, anasema hivyo wajumbe wakafika Gibea ya Sauli, wakasema maneno hayo masikioni mwa watu, na watu wote wakainua sauti zao wakalia. Sasa naangalia watu wanalia, unajiuliza hiki kilio kilikuwa ni cha nini? Wameinua sauti zao zote, wote wanalia. Hiki kilio kilikuwa ni kilio cha hofu, si ndio? Unajua, unapokaa mbali na Mungu, shida ikija, badala ya kumwangalia Mungu na matendo aliyotenda before, utaiangalia ile shida, na ukiangalia shida inaonekana ni kubwa sana. Unaona, hao watu ingawa walikuwa ni taifa la agano, mioyo yao ilikuwa imejaa hofu kuliko imani. Unaona, kulia kwao kulionyesha kukata tamaa badala ya kumkimbilia Mungu. Anasema Yeremia 17:5, anasema kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Walikuwa wamekuwa separated a bit na Mungu, umeelewa? Kwa hiyo hofu ikawa imewaingia. Unaona, walisahau matendo ya Mungu ya zamani, matendo ambayo amewatendea. Na hapa ukiangalia kioo inatufundisha nini? Kusahau. Siku zote tuwe tunakumbuka. Unajua, kusahau ni mwanzo wa kuanguka. Unasahau matendo yote aliyokutendea. Sasa ukisahau vyote hivyo, unakuwa unaangalia nini? Unaiangalia ile shida, unaangalia ule ugonjwa, unaiangalia bahari, eventually utatumbukia mle. Haleluya. Mara nyingi hao Waisraeli walikuwa wakikumbushwa, walikuwa wakiambiwa mkumbuke Bwana, mkumbuke Bwana, kwa sababu kumbukumbu huwa inazaa imani. Unavyoendelea kukumbuka matendo makuu ambayo Mungu amekufanyia, imani yako inainuka. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 8:11 inatuambia jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Tunavyoendelea kutafakari haya maneno, tusisahau matendo makuu aliyotufanyia, tuendelee kukumbuka Mungu alikotutoa. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 5, anasema na tazama, Sauli akaja akifuata ng'ombe zake kutoka kondeni. Naye Sauli akauliza, watu hawa wana nini hata wakalia? Wakamwambia maneno ya watu wale wa Yabeshi. Haleluya. Sasa kitu ninachojifunza hapa, Sister Hana alivyotufundisha last week na wiki before, huyu Sauli amechaguliwa kuwa mfalme tayari katika chapter ya 10. Lakini hapa katika mstari tunaona anatoka huko kondeni kufuata mifugo. Yupo kondeni akifanya kazi yake ya kawaida. Hakujitutumua, hakujikwaza, hakujitukuza. Anatoka kondeni kufuata mifugo yake. Na hii inanifundisha kwamba kuitwa na Mungu hakumaanishi kuacha uaminifu katika majukumu yako ya sasa. Haleluya. Unajua, katika kazi za kawaida, nyinyi mlioko maofisini, ukiwa promoted, una delegate kazi yako ya zamani, wewe unaendelea mbele. Lakini katika kazi za Mungu tunatakiwa tuendelee kuwa waaminifu.
Haleluya, ni Mungu mwenyewe anayetunyanyua. Haleluya. Kuna mtumishi nilimsikia anaongea juzi, anasema yeye alijua kwamba Mungu amemuita. Unaona, akajua kwamba ameitwa kweli, kwa hiyo akajiandaa. Kwa kujiandaa kwake alirudi shule, ameenda shule, amesoma theology, amesoma degree ya theology, amemaliza, amesoma masters, amemaliza. Lakini alivyomaliza anaona Mungu amekaa kimya, anasema sasa huduma yangu iko wapi? Amerudi kijijini kwa baba yake. Baba yake alikuwa na duka, amechukua ile apron, amejifunga, amerudi dukani kwa babake kumsaidia babake, na alikuwa anaongea kwenye YouTube. Kwa hiyo akawa anasema, baba, hata kama unasikia hii script. Kwa hiyo nilivyokuwa nafanya vile, nilikuwa nafanya kwa moyo wangu wote, wala nilijua tu kwamba siku moja Mungu atanikumbuka. Akafanya ile kazi kwa uaminifu. Anasema hata kitanda nilichokuwa nalalia nikiwa sekondari, nimerudi pale pale kwenye kichumba kale kale kwa baba yangu. Nimefanya ile kazi kwa uaminifu. Na time ilivyofika, Mungu akanikumbuka. Lakini kipindi cha kusubiri, anaona wenzake wanaenda, huduma zinapanda, yeye yupo tu, lakini uaminifu wake Mungu alikumbuka. Haleluya. Sasa kitu ninachojifunza hapa, sometimes unajua, kutokuwa na uhakika wa hatua inayofuata sio kushindwa, bali ni sehemu ya safari ya maandalizi ya Mungu. Mungu anatuandaa. Unajua, hata leo hivi ninavyoongea hapa, tuko watu 22 katika YouTube, na hata watu watakaosikiliza baadaye. Naamini kuna watu ambao wameitwa, Mungu amewaitia katika kazi tofauti. Na kitu ninachotaka kusisitiza, haujui next step to take, endelea kuwa mwaminifu pale ulipo. Endelea kuwa mwaminifu. Maneno ya Mungu yanatuambia katika Luka 16:10, anasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Mungu aendelee kutuwezesha ili tuwe waaminifu pale tunapokuwa tumepandwa. Haleluya. At appointed time, kwa wakati uliowekwa, wakati wa Bwana, Mungu atakutendea tu. Anasema katika Wagalatia 4:4 kwamba hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanaye. Unajua, unapokuwa mwaminifu kwa madogo, Mungu anakufanyia hata makubwa. Na mara nyingi Mungu anatumia maelezo au shida za watu, kama alivyowatumia hawa shida za watu, ili kumwamsha mtu mwingine awe jibu. Tunasoma katika Kutoka 3:7, anasema, Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu, nami nimesikia kilio chao. Haleluya. Tuendelee tu kuwa waaminifu. Pale wakati ukifika, Mungu atatuinua kutoka point A kwenda point B. Na hii kanikumbusha hapa, wakati naandika hapa, imenikumbusha Joseph alipokuwa gerezani. Yeye Mungu alikuwa amempa karama ya kutafsiri ndoto toka akiwa mdogo, na hapa yuko gerezani, aliendelea kufanya kazi yake kwa uaminifu. Kwa uaminifu mle gerezani. One simple act of kindness ilimfanya Joseph atoke kutoka point A kwenda B. Mara tunamuona ameenda, amepandishwa juu, ameketi na wafalme, mara alishakuwa prime minister. Haleluya. Mungu akatusaidie tuendelee kuwa waaminifu pale tunapokuwa tumeitwa. Haleluya. Mstari wa 6 anasema, na roho ya Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu hapo alipoyasikia maneno yale, na hasira yake ikawaka sana. Na angalia kitu kwamba na roho ya Mungu ikamjilia Sauli kwa nguvu. Mtumishi alitufundisha katika chapter ya 10 kwamba katika Agano la Kale roho wa Mungu alikuwa anakuja juu ya mtu kwa kazi maalum, si lazima akae milele kama ilivyo katika Agano Jipya. Sasa na hapa kwa Sauli ilikuwa kwa kusudi maalum, kwa uongozi, ni vita na ukombozi wa taifa. Kuna watu wengi sana kusoma katika Biblia waliopata hizi nguvu kwa kipindi kifupi tu kwa ajili ya kazi hizo maalum. Tunasoma Waamuzi 14:6. Waamuzi 14:6 tunamuona rafiki yetu Samsoni. Roho wa Bwana akamjilia Samsoni kwa nguvu. Hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kazi maalum. Lakini ukiangalia ule msisitizo kwa nguvu, unajua katika huo mstari anasema kwa nguvu. Ninamuona Sauli kama namuona vile aliyekuwa anaonekana mnyonge awali, sasa anasimama kama kiongozi. Ujasiri wa ghafla, mamlaka ya kiroho, uwezo wa kuchukua hatua bila woga. Anasimama kweli kama kiongozi. Haleluya. Kwa sababu ile roho ilikuwa imemjilia kwa nguvu. Tunasoma katika Maika 3:8, anasema, bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa roho wa Bwana. Unajua, roho wa Bwana akikujilia, unaweza ukafanya matendo makubwa mpaka ukashangaa, hivi mimi huyu? Baada ya hapo unajiuliza, hivi yule alikuwa ni mimi? Haleluya. Tunasoma katika maneno yake Zakaria 4:6, anatuambia, it's not by might, it's not by power, by his spirit. Haleluya. Mungu atusaidie. Roho wa Mungu akiwa juu yako, utafanya matendo, utakuwa kama, unajua hasira pia tunasoma hii hasira yake ikawaka sana. Hicho kipengele tu, hasira yake ikawaka sana.
kitu ambacho nimesoma, nilikuwa natafakari huu mstari Hebrew 1:9. Maneno ya Mungu yanaeleza, nikiparaphrase, anasema the more you stay closer to God, you become like him. Na ukiwa karibu na Mungu ukafanana na yeye, whatever he loves you love, whatever he hates you hate. Haleluya. Sasa hii hasira hii haikuwa ya kimwili, bali ilikuwa ni hasira iliyochochewa na Roho wa Mungu. Hasira ya Sauli ilikuja baada ya kusema kwamba Roho wa Mungu amemjilia kwa nguvu. Haleluya. Haikuwa hasira ya kibinadamu. Na sometimes unajua watu wa Mungu, kuna watu ambao huwa wanaprovoke hasira za watu, especially watu wa Mungu, ili ureact. Alafu watasema na huyo naye mlokole gani anaweza akaongea vile? Hapana. Ikiwa ni hasira ya Mungu, unajua kitu ambacho ni kibaya utakikemea, kitu ambacho ni kizuri utakiwa, kwa sababu ni yule yule Mungu ndani yako. Haleluya. Na hii haikuwa hasira ya kibinafsi, ilikuwa sio majeraha ya ego, au sometimes unapokuwa umejeruhiwa tu unakuwa na hasira. Ilikuwa sio hivyo, ilikuwa ni itiko la haki dhidi ya uovu. Unaona, mambo yampendezayo Mungu na utayapenda, yale yamchukizayo Mungu na utayachukia. Anatuambia katika Isaya 1:17, anasema jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Haleluya. Lakini pia Mithali 31:8 anasema fumbua kinywa chako kwa ajili yake yeye aliye bubu, watetee watu wote walioachwa peke yao. Haleluya. Hiyo hasira ya Mungu, huo uwezo wa Mungu, that power when is upon you, unajua utafanya matendo makuu mpaka na wewe mwenyewe utajishangaa. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 7, naenda kumalizia, anasema naye akatoa jozi ya ng'ombe akawakatakata vipande, kisha akavipeleka vile vipande mipakani mote mwa Israeli kwa mikono ya wajumbe, kusema yeyote asiyetoka nyuma ya Sauli na Samueli ng'ombe zake watatendwa hivi hivi. Basi utisho wa Bwana ukawaangukia wale watu, wakatoka kama mtu mmoja. Na angalia hiyo statement kwamba yeyote asiyotoka nyuma ya Sauli na Samueli, au mifugo yako itatendewa hivi hivi. Hii ilikuwa ni statement ya nini? Tunatakiwa kutii mamlaka, ni utii wa mamlaka. Hapa Sauli aliyechaguliwa na Roho wa Mungu, amri yake haikuwa ya kibinafsi. Shakuwa mtu mkubwa sasa, anaongea kwa mamlaka, lakini ni kwa kusudi la Mungu. Sauli anatoa onyo la wazi kwamba asiyefuata utii, mifugo yake na mali zake zitatendwa hivyo. Tunasoma katika Warumi 13:1, anasema kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Tunapokataa kutii mamlaka, ina maana tunakataa kutii sheria za Bwana, tunakataa kumtii Mungu mwenyewe. Haleluya. Kitu kingine katika mstari ni kwamba utisho wa Bwana ukawaangukia watu, nao wakania mamoja. Haleluya. There is power in unity. Haleluya. Hofu ya Mungu ni hofu ya heshima inayotia watu moyo, kuwafanya wafanye jambo moja chini ya kiongozi mmoja, chini ya huyo Mungu mmoja, bila kugawanyika. Haleluya. Na ushindi wa kweli haupatikani kwa nguvu za mtu binafsi. Unajua, ushindi wa kweli unapatikana kwa nguvu, bali kwa umoja wa Roho, si ndio? Utisho wa Mungu ni nguvu yake yeye mwenyewe, unaona, inayotia hofu na kumlazimisha huyo adui kujisalimisha. Anasema katika Zefania 3:9, anasema maana hapo ndipo nitakapowarudishia mataifa lugha iliyo safi, wapate kuliita jina la Bwana na kumtumikia kwa nia moja. Haleluya. Hapa power of unity. Anasema katika Zaburi ya 133, anasema when brethren dwell together in unity, ndo hapo anapocommand blessings. Haleluya. Mungu akatusaidie tunapokuwa katika huduma zetu, katika jamii, katika community, tuweze kufanya mambo kwa umoja, oneness. Haleluya. Spirit of togetherness tunashinda. Haleluya. Tukiendelea mstari wa huu ndo ulikuwa mstari wa mwisho. Sasa mstari wa 8 mpaka 15, mtumishi karibu, naomba unisomee. Karibu. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu 8 mpaka 15. Naye akawahesabu watu huko Bezeki, Waisraeli walikuwa 300,000 na Wayuda 30,000. Nao wakawaambia hao wajumbe waliokuja, waambieni watu wa Yabeshi Gileadi, kesho wakati wa jua kali mtapata wokovu. Basi wale wajumbe wakaenda wakawaarifu watu wa Yabeshi, nao walifurahiwa. Kwa hiyo watu wa Yabeshi walisema, kesho tutawatokea nani, mtatufanyia yote mnayoyaona kuwa ni mema.
Ikawa kesho yake Sauli akawapanga watu katika vikosi vitatu, nao wakaingia katikati ya marago kwenye zami ya asubuhi, wakawapiga Waamoni hata wakati wa jua kali. Kisha ikawa wale waliosalia wakatawanyika, hata wasiachwe wawili wao pamoja. Ndipo watu walipomwambia Samweli, ni nani yule alisema, je, huyo Sauli atatutawala? Walete watu hao ili tuwaue. Lakini Sauli akasema, hamna mtu atakayeuawa leo, maana leo Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Haleluya. Mstari wa 14, kisha Samweli akawaambia watu, haya na twendeni mpaka Gilgali ili tuimarishe ufalme huko mara ya pili. Na watu wote wakaenda Gilgali, wakamtawaza Sauli mbele za Bwana huko Gilgali, wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana, na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurahi sana. Amen. 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 Kwako moderator, mstari wa 8 mpaka 15. Amen. Basi kama tunavyoona muda wetu kidogo umekwenda, kama kuna mtu ana pointi za kuchangia, naomba tunyoshe mkono mapema tuendelee ili mwalimu aweze kumalizia. Karibu Sister Razia. Amen. Mimi nataka tu kuchangia hapo ambapo baada ya Sauli kushinda kwenye hiyo vita, jinsi ambavyo watu walitaka kuwapanish wale ambao hawakumsupport, lakini yeye hakutaka hivyo. Kwa hivyo hapo kitu ninachojifunza ni kwamba hatufanyi kitu sisi Mungu anaweza akatutumia sisi kuweza kufanya vitu, lakini tukumbuke kwamba sio sisi tuliofanya, kwa sababu hao watu walitaka kumpa Sauli sifa na mamlaka, yani madaraka, kwamba Sauli ulituongoza ukafanya nini. Lakini naona essence kwamba japokuwa Sauli alikuwa na matatizo yake, lakini naona kwamba humility, anakuwa na humility na pia anakuwa na leadership quality, kwamba na sisi pia Mungu katika nafasi atakazotupatimu anazotupa na mahali anapotuweka, anapofanya jambo, tukumbuke kwamba ni yeye ndio anayetuwezesha kufanya. Kwa hivyo sifa na utukufu wote umwendee Mungu na sio sisi. Alafu na kingine pia najifunza kwamba hata watu sometimes wanaweza kuwa katika safari yetu ya mbinguni na katika mambo yetu tunayofanya, watakuwepo tu watu ambao siku zote wamewekwa kuweza kutusifia sisi, yani kutufanya sisi either tuondoke tujichukulie utukufu wa Mungu ambao sio utukufu wetu. Lakini hao watu siku zote tukumbuke kwamba Mungu ndio mwenye nguvu na mwenye mamlaka, kwamba sisi tukumbuke kwamba watakuwepo. Shetani anaweza kaposition watu strategically. Wewe unaweza kuona tu anakusifia, anakuambia hongera, lakini hapo ni kukufanya uwe na kiburi, uweze kujiinua, uone kwamba mimi nimefanya. Kwa hivyo tukumbuke tu, hicho ni angalizo ambalo mimi binafsi najifunza katika hii process nzima. Amen. Amen. Kuna mwingine? Basi karibu Sister Victoria uendelee. Nafikiri sijui utahitaji dakika ngapi ni kuongezee? 10, 15? Kama dakika 10 itakuwa nimaliza. Okay, karibu. Kipande cha pili sikielewa. Okay. Asante Sister Razia kwa mchango huu. Na tukiendelea sehemu ya pili, nikiangalia mstari wa 8, anasema naye akawahesabu huko Bezeki, Waisraeli walikuwa 300,000 na Wayuda 30,000. Hapa ninaangalia umoja wa kuungana chini ya uongozi wa Mungu. Hao watu waliungana chini ya msaada wa Mungu. Askari wa Israeli walikusanyika haraka na kuungana kama mtu mmoja kwa agizo la Sauli. Hii inaonyesha jinsi Mungu anavyoweza kuunganisha watu wake kufanya kazi kwa pamoja kwa mshikamano pale wanapokuwa chini ya kiongozi aliyechaguliwa na Mungu. Haleluya. Unajua, ukiwa na kiongozi aliyechaguliwa na Mungu, kazi inakuwa rahisi. Nyakati 2:20 anasema, mwamini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyothibitika. Waamini manabii pia ndivyo mtakavyofanikiwa. Haleluya. Lakini pia nguvu ya kiongozi anayetembea na Mungu. Unajua, watu ukisimama na kiongozi anayetembea na Mungu, tunaona hiyo mfano hata sasa hivi katika ulimwengu wa sasa hivi. Kuna viongozi without mentioning name, mtu kwa sababu ya yule Mungu anayemuongoza
anakuwa na authority, anakuwa na influence dunia nzima, watu wote, kila mataifa, watu wote wanamfuata mtu huyo huyo. Unajua, kwa sababu amesimama na Mungu. Unaona, katika nchi moja mtu anaenda mkoa kwa mkoa, anapiga injili, mtu anaenda huku na kule, watu wote wanamwamini. Kwa sababu gani? Huyo mtu haangalii kushoto wala kulia, anaongozwa na Mungu. Nguvu ya kiongozi anayetembea na Mungu. Mtumishi wa Mungu wakati anaongoza maombi amemmesheni Musa, anaponyanyua mkono wake anashinda, lakini mkono wake unapoanguka Waamaleki wanashinda. Mtu anayesimama na Mungu anafanya hata watu wanaowaongoza, unajua, wanainuka viwango kwenda viwango. Unajua, pale wanapokuwa wamesimama na wanamwangalia Yesu, ndio kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Mithali 29 mstari wa 2 inatuambia kwamba, anasema mwenye haki akitawala watu furahi, lakini mwovu atawalapo watu huwa wanaugua. Tunapoongozwa na mtu anayesimama na Mungu, kazi ya Mungu inakuwa rahisi. Kunakuwa hamna kustruggle, kunakuwa hamna ile kuongeza madoido, kupunguza, kufanya nini, tufanye nini. Hapana, kazi yenyewe inajiendesha, kwa sababu yule mtu anayewaongoza anaongozwa na Mungu, na unaona pia matunda ya watu wake wanainuka. Haleluya. Tukiendelea katika mstari wa 9, anasema nao wakawaambia hao wajumbe waliokuja, waambieni watu wa Yabeshi Gileadi, kesho wakati wa jua kali mtapata wokovu. Basi wale wajumbe wakaenda wakawaarifu watu wa Yabeshi, nao walifurahiwa. Unaona, tukiangalia hiki kipengele kwamba kesho wakati wa jua kali mtapata wokovu, hao wajumbe walitumika kama vyombo vya Mungu kufikisha ujumbe wa faraja na wokovu kwa watu wa Yabeshi. Somo tunalojifunza hapa kwamba Mungu anatumia watu wake aliowachagua kuleta baraka na matumaini kwa wengine. Haleluya. Mimi hapa nikisoma haya maneno yananikumbusha jinsi tulipokuwa tunafanya kazi za Mungu huko zamani. Namwambia Mungu kila siku nirudishe kule tulipokuwa tunafanya kazi za Mungu kwa bidii. Unaenda kusevu huko mahospitalini, unapika chakula, unapeleka watu wengine hata wajue. Unajua, unapofanya kazi za Mungu kwa uaminifu, unajua Mungu anafungua njia. Unapofanya hiyo kazi inakuwa very easy kufanya hata uinjilisti. Haleluya. Sasa tunaangalia hao wajumbe walitumika kama vyombo vya Mungu na Yabeshi wakawafurahia. Sasa kama Yabeshi walivyowafurahia hao wajumbe walioleta ujumbe wa baraka, ujumbe wa faraja, na kwetu sisi pia tunatakiwa tutumike, mimi na wewe, viongozi wetu wa makanisa, unajua, watumishi wa Mungu, hata ndugu katika Kristo, sote tutumike kueneza habari njema za wokovu. Mungu na akatusaidie tukafanye kazi yake. The problem tulionayo sasa hivi, tumekuwa glued kwenye kanisa, lakini habari njema zinaenezwa nje. Haleluya. Isaya 61 mstari wa 1 na wa 2 anasema, roho ya Bwana Mungu iko juu yangu, kwa sababu Bwana ameniita, amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mungu akatusaidie tuweze kufanya kazi yake. Wale watu huko nje wanahitaji msaada wako, wanahitaji msaada wangu. Tusifanye ukiitwa tu, ukisikia roho ya kuitwa na ukafanye kazi ya Mungu. Sio kwamba tunatakiwa kukaa tu kanisani. Kazi ya Mungu iko nje, na Mungu akatusaidie. Haleluya. Tukienda mstari wa 10 na 11 nitasoma pamoja. Anasema, kwa hiyo watu wa Yabeshi walisema, kesho tutawatokea, nanyi mtatufanyia yote myaonayo kuwa ni mema. Mstari wa 11 anasema, ikawa kesho yake Sauli akapanga watu katika vikosi vitatu, nao wakaingia katika marago kwenye zamu ya asubuhi, wakawapiga Waamoni hata wakati wa jua kali. Kisha ikawa wale waliosalia wakatawanyika hata wasiachwe wawili wao pamoja. Haleluya. Hawa Yabeshi walisema kwamba kesho tutawatokea. Unaona, usemi huu ulikuwa ni usemi wa ujasiri. Anasema kesho tutawatokea, kabla hata ya vita kuanza, kabla hata kesho kufika. Huu ulikuwa ni usemi wa imani, kwa sababu tayari walikuwa wamepokea neno la wokovu, neno kutoka kwa Mungu, neno lenye imani. Unajua, kwa imani ya kweli, unajua imani iliyo ya kweli huwa inaongea kwa kuzingatia ahadi za Mungu. Unajua, ukiongea kwa imani unazingatia ahadi za Mungu hata kabla ya kuona matokeo. Kesho haijafika, lakini unajua kwamba tutashinda. Unaelewa? Tukiangalia maneno ya Mungu katika 2 Corinthians 5:7, 2
Corinthians 5:7 anasema, maana twaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Haleluya. Na kipengele kingine anasema, wakawapiga Waamoni hata wakati wa jua kali. Israeli walipigana kama taifa moja, chini ya kiongozi mmoja, chini ya Mungu aliyekuwa amembeba, na adui alitawanyika kabisa. Maneno ya Mungu yanatuambia kwamba akubaki hata wawili waliokuwa pamoja. Unaona, Kiswahili anasema umoja ni nguvu. Unajua, huo mgawanyiko ulidhoofisha adui zao, lakini umoja chini ya kiongozi mmoja, chini ya Mungu aliyekuwa anamtegemea, ulileta ushindi kwao, ushindi wa kudumu. Tunaangalia katika Mwanzo 11:1. Tunaona hawa watu waliokuwa wanajenga mnara wa Babeli. Maneno ya Mungu yanasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Though hawa watu walikuwa wanafanya kitu kibaya, lakini ile power of unity iliwafanya wakafanya wonders, lakini Mungu akawashtukia. Haleluya. Hata kwetu sisi, unajua somo hili linatufundisha tunatakiwa kunia mamoja, tukiwa katika huduma, tukiwa katika familia, mahali popote tunapokuwa tunatakiwa kusimama pamoja. Sisi ni watoto wa Kristo. Unajua tunatengana kivipi? Tunatakiwa tumwamini Mungu. Unajua tukimwamini Mungu tukafanya vitu in oneness, tunashinda. Unajua Mungu anarejesha yale marejesho. Mungu ni Mungu wa marejesho. Anabadilisha hofu, anabadilisha ile aibu, anabadilisha ule utisho kuwa ushuhuda kwa utukufu wake, sio kwa ajili yetu sisi, lakini kwa utukufu wake. Anasema katika Isaya 61:7, anasema badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedhea watafurahi sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Tunaposimama pamoja tunashinda, na Mungu anaendelea kutushindia. Haleluya. Tukienda katika mstari wa 12 na 13, utasoma yote pamoja. Anasema, ndipo watu walipomwambia Samueli, ni nani yule aliyesema, je, huyo Sauli atatutawala? Walete watu wao ili tuwaue. Lakini Sauli akasema, hakuna mtu atakayeuawa leo, maana leo Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Kama alivyoongea mtumishi Razia katika mstari. Unajua, wakati Sauli amechaguliwa, kuna watu ambao walifikiria huyu kiongozi hawezi kuwaongoza, si ndio? Walipishana, yani walijua huyu hawezi. Lakini baada ya ushindi, wameshashinda hapa, watu wengine upande wa pili wanasema wale ambao walikuwa against Sauli waletwe hapa sasa hivi tukawaue. Unaona? Lakini hii ilikuwa ni nini? Wameshinda. Wako katika kusherekea ushindi, ni nguvu. Lakini pia katika ushindi ule shetani alitaka kuleta jaribu la kulipiza kisasi. Unaona, wakati wa shida huwa tunaomba, tunapiga pawa, tunamuomba Mungu, lakini Mungu akitushindia, mioyo ya watu wengine huwa inajaribiwa. Unaona, kama hapa kauli hii inaonyesha kwamba jinsi ushindi unavyoweza kuleta, unaweza kuinua vitu vingine, kuamsha hasira, kuamsha kiburi, kuamsha tamaa na upinzani, kulipiza kisasi, si ndio? Lakini wakati natafakari huu mstari, nimekumbuka kwamba unajua siku zote profesa huwa anatufundisha kwamba unajua neno, unapolisoma neno, unapolitafakari, unajua siku moja hili neno litakujaribu. Mimi nikisoma haya maneno ya kulipiza kisasi yamenikuta haya 2 weeks ago, lakini kwa sababu ya muda nitakuja kuwaongelesha huko baadaye kwenye vibanda, kwa sababu sometimes unakuwa ujui. Wakati natafakari nimepiga tu magoti, Mungu akanikumbusha hiki ndio kitu naenda kufundisha na hiki ndio nataka kukifanya. Unaona? Sasa Mungu apendezwe na hayo mambo ya kulipiza visasi. Anasema katika Rumi 12:19, anasema, wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Unajua kisasi ni cha Bwana, sio cha kwetu. Ameshasema kwamba yeye vita ni ya kwake, sio ya kwetu. Na hapa kuna usemi mwingine pia, kama alivyosema mtumishi Sauli, anasema hakuna atakayeuawa leo, Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Unaona, hakuenda na yale mambo ya kusema kwamba hao wamesema tuwaue, nendeni tukaue. Hapana, alisema hakuna mtu atakayeuawa, Bwana amefanya wokovu katika Israeli. Na huu ni moyo gani? Nimempenda sana Sauli hapa. Anaonyesha moyo wa unyenyekevu baada ya ushindi. Anaonyesha kwamba ushindi wa kweli unatambua muda. Unajua, unatambua kwamba Mungu ndiye chanzo cha nguvu, ndiyo chanzo cha ushindi wao, sio nguvu za kibinadamu. Haleluya. Na Mungu huwa anapendezwa na rehema baada ya ushindi, si umwagaji wa damu. Mimi najiuliza swali katika hii mstari. Imagine wangeanza kuuana wao kwa wao, wangeanza kurushiana, wanauawa eti kwa sababu wale walikuwa wamempinga huyu kiongozi. Unajua wanakuwa wao vita
inge delete the whole essence ya ushindi wao, na hicho ndio shetani alikuwa anakitaka. Unajua kwamba wameshashinda, badala waendelee mbele, hapana, wanaanza kuuana. Hicho sio kitu kizuri, hatutakiwi kulipiza kisasi. Haleluya. Zaburi ya 44 mstari wa 6, maneno ya Mungu yanatuambia kwamba maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautoniokoa, bali wewe ndiye uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Haleluya. Mungu amewashindia. Anasema yeye mwenyewe kwamba I will fight for you and you shall hold your peace according to Exodus 14:14. Na anasema vita sio ya kwetu, vita ni ya Bwana. Tuendelee kumtumaini yeye. Akishatushindia, sisi ya kwetu ni nini? Ni yeye aliyeshinda, anaendelea kuwa na sisi, kutupigania mpaka mwisho. Haleluya. Tukiendelea katika mstari unaofuata wa 14 na wa 15, naenda kumalizia. Anasema kisha Samueli akawaambia watu, haya na twendeni mpaka Gilgali ili tuimarishe ufalme huko mara ya pili. Na mstari wa 15 wa mwisho anasema, nao watu wote wakaenda Gilgali, wakamtawaza Sauli mbele za Bwana huko Gilgali, wakachinja sadaka za amani mbele za Bwana, na huko Sauli na watu wote wa Israeli wakafurahi sana. Haleluya. Tunasoma Gilgali hapa, walienda kuimarisha ufalme mara ya pili. Unaona, Mungu anathibitisha alichokianzisha. Anasema katika Philippians 1:6 kwamba the beautiful thing he has started he will surely complete it, na ndio kitu alichofanya hapa. Sasa Sauli alikuwa tayari amechaguliwa. Mtumishi alitufundisha katika chapter ya 10 last week kwamba alikuwa amechaguliwa kama mfalme, lakini baada ya ushindi ufalme wake unaenda kufanya upya hadharani. Na Mungu mara nyingi huwa anathibitisha wito na uongozi baada ya utii na matunda yake kuonekana. Haleluya. Sasa Samueli hakusema tu kwamba wanaenda kufanya sherehe, kupika pilau na kula. Hapana, alisema kwamba wanaenda kufanya upya ufalme. Haleluya. Na ushindi wa kimwili au wa kiroho unapaswa kuleta upya wa utii, upya wa agano na upya wa ibada. Anasema maneno ya Mungu yanasema katika Joshua 24:14, anasema basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Haleluya. Ndio hiki kitu anaenda kukifanya Sauli. Haleluya. Lakini tukiangalia pia Gilgali hapa, mahali pa upya na kumbukumbu, ni mahali ambapo lile jiwe liliviringishwa kuondoa aibu ya hawa watu. Haleluya. Soma hiyo Gilgali haikuwa mahali pa kawaida. Kimaandiko ni mahali pa kufanya upya agano, kuondolewa aibu. Unajua, aibu ya zamani, mwanzo mpya. Haleluya. Sasa Mungu ni maombi yangu mimi na wewe, Mungu akaturudishe katika Gilgali zetu, tukafanywe upya, mahali tulipoanza, mahali pa kutubu upya. Unajua, mahali pa kutafakari, mahali pa kutubu, mahali pa kuanza upya. Haleluya. Joshua 5:9 anatuambia kwamba Bwana akamwambia Joshua, siku hii ya leo nimeviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale paliitwa Gilgali mpaka leo. Haleluya. Ndio ilipo jina lilipotokea. Lakini pia walifanya sadaka za amani mbele za Bwana, wakafurahi wote. Haleluya. Hizi sadaka za amani zilikuwa zinawakilisha nini? Sadaka za amani zilikuwa zinawakilisha shukrani, utukufu na kuonyesha kwamba Mungu ndiye chanzo cha kila ushindi. Haleluya. Tukisoma Zaburi ya 107:22 inatuambia kwamba na wamtolee dhabihu za kushukuru za shukrani na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Haleluya. Sasa ushindi wa kweli huanza kwa kumtukuza Mungu, si kwa kujivuna au kiburi. Na ushindi, shukrani na furaha vinatokana na Mungu, si matokeo ya nguvu za kwetu sisi au matokeo ya nguvu za mwanadamu. Hapana. Mstari wa mwisho naenda kusoma ni Zaburi ya 97:11, anasema nuru imemzukia mwenye haki na furaha wanyofu wa moyo. Haleluya. Mungu akatusaidie, tunapofanya kazi yake kwa uaminifu ataenda kutushindia. Haleluya. Mungu awabariki. Nimefika mwisho, lakini kuna maneno 6 hapa nimeandika, mambo 6 ya msingi ya kuzingatia katika hii sura ya 11. Nimejifunza vitu tulivyojifunza kwa summary, kwamba Mungu, kitu cha kwanza, Mungu ndio chanzo cha ushindi na wokovu. Kitu cha pili, umoja na subira katika mpango wa Mungu huleta nguvu na matokeo ya kudumu. Haleluya. Unyenyekevu, rehema na huruma yenye matendo, sio huruma tu, huruma yenye matendo huwa inampendeza Mungu. Haleluya. Furaha ya kweli hutokana na upatanisho na Bwana. Haleluya. Uongozi unaosimama na Mungu huleta haki, huleta nguvu.
na pia huwaongoza watu katika kusudi lake. Haleluya. Sasa kumtukuza Mungu pia baada ya mafanikio ni hifadhi ya baraka. Haleluya. Mungu akatusaidie, Mungu akakusaidie wewe. Tunaposhinda tujue kwamba sio sisi wenyewe, sio kwa nguvu zetu, ni Mungu mwenyewe ametupigania mpaka tumefika pale. All glory will go back to him. Haleluya. Nimefika mwisho. Asanteni sana kwa maombi yenu, asanteni sana kwa michango yenu, asanteni sana kwa kuhudhuria pia. Lakini kuna kitu kimoja nataka niongee kabla sijarudisha kipindi. Kama mtu yote huko hapa hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unajua tukiongeaga hizi statement watu wanafikiria tunaongea dini. Sio dini. Your relationship with God. Kumpokea Yesu moyoni mwako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama hujampokea Yesu, ningekuomba uwasiliane na viongozi, watakuongoza sala ya toba au watakuelekeza. Haleluya. Lakini pia kama umempokea Yesu au umerudi nyuma, umempokea Yesu umeteteleka, nayo pia watakusaidia. If you are looking for a church, maybe a Bible believing church ambapo utasimama na ukue kiroho, pia nayo utaelekezwa. Haleluya. Unajua siku zote tunakaa hapa tunasema Kristo anakuja, Kristo na wapendwa, hizi ni siku za mwisho. Kristo yuko malangoni anagonga. All he needs is you to open your heart, na yeye akataingia. Mungu atusaidie, Mungu awabariki na washukuru sana. Narudisha kipindi moderator. Amen. Amen, amen. Ubarikiwe sana Amen. mtumishi na mbarikiwe sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.